Pinzani wenzenu Chadema wanasema hawakitambui serikali ya Chama cha Mapinduzi iliyoko madarakani. Je, ninyi ACT Wazalendo mnatambua serikali ya Chama cha Mapinduzi iliyoko madarakani? Sisi tumeshatoa msimamo. Tumesema uchaguzi wa Oktoba 2025 haukuwa huru, haki wala wa kuaminika. Naitambua serikali ya muitambui. Uchaguzi haukuwa huru, haki wala wa kuaminika. Mnaitambua serikali ya muitambui. Haina uhalali wa kisiasa wa kuwepo. Viongozi waliopatikana kupitia uchaguzi huu ambao mnasema ya kwamba haukuwa na uhalali wala haupaswi kuaminiwa, mnawatambua hamuwatambui? Viongozi wa Chama cha ACT Wazalendo waliochaguliwa na kuaminiwa na wananchi katika mazingira magumu hayo ya kisiasa wameendelea kuwakilisha wananchi katika viongozi mbalimbali. Wameendelea kushiriki na kusimama kwa ajili ya wananchi katika kazi mbalimbali. Nazungumzia viongozi wa kitaifa. Tumeshaelezea kwamba uchaguzi huu hauna halali na tumeenda mbali kutaka uchaguzi huu urudiwe. Je, mnatambua viongozi waliopatikana na uchaguzi huu? Hali tuliokuwa nayo sio habari ya kutambua au kutotambua. Tumeshaeleza msimamo wetu na jinsi ambavyo uchaguzi huu sio huru, haki wala wa kuaminika. Je, viongozi waliopatikana hawana uhalali wa kisiasa mnawatambua hamuwatambui? Kwamba tuko kwenye mtanziko wa kisiasa ambao unatakiwa utatuliwe. Mnawatambua hamuwatambui? Uchaguzi urudiwe. Mnawatambua hamuwatambui? Hilo ndilo msimamo wa Chama cha ACT Wazalendo. Sasa je, mnawatambua hamuwatambui? Tunatakiwa kutafuta suluhisho la hali iliyoileta nchi yetu hapa tulipo, ikiwemo kuhakikisha tunarekebisha matukio ya Oktoba 29 na mengine yanafuata, ikiwemo kupata chaguzi huru na haki kwa Watanzania. Hali tuliyoko sasa kwa kuchukua matokeo ya Oktoba 29 ni taifa lililoko kwenye mtanziko, kwa sababu tumesema uchaguzi huu haukuwa huru, haki wala wa kuaminika. Na viongozi walioko madarakani hawana uhalali wa kisiasa kwa sababu hawakuchaguliwa na wananchi. Sasa je, wamepoka uchaguzi. Mnawatambua kama viongozi kwenye nafasi? Jukumu letu sio kuwatambua au kutokuwatambua. Jukumu letu ni kurekebisha hali iliyoko na kuhakikisha kwamba Tanzania hairudi tena kwenye hali kama hii. Mnawatambua au hamwatambui? Na kuhakikisha kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vinakuwa tena sio sehemu ya kubeba uchaguzi, kupoka uchaguzi na kujichukulia madaraka ya wananchi. Badala ya kuwapa wananchi uhuru wa kuchagua viongozi wao, wao wamekuwa ni sehemu ya kuteua nani atawale na nani asitawale. Tunatumia bunge kama jukwaa la kisiasa la kusemea Watanzania na jukwaa mengine yote, na tutatumia jukwaa jingine lolote sahihi kama sehemu ya kusukuma na kuleta mabadiliko ya kweli katika nchi yetu. Na mmewaruhusu waendelee kula matunda ambayo mnaona ni matunda haramu. Tumewaruhusu waendelee kuwatumikia wananchi na kuwasemea na kudai haki ya mwananchi wa Tanzania ya kupata uchaguzi huru na haki, na kusemea haki ya Tanzania ya kupata katiba ya wananchi, na kusemea haki ya Tanzania ya kupata tume huru ya uchaguzi na sio vinevo. Wako kazini kutetea, kuongelea Watanzania, kukosoa chama kilichoko madarakani. Wako kazini kusemea mahitaji ya Watanzania na sio vinginevyo. Huku wakila matunda ambayo imetokana na uchaguzi mnaoita ni uchaguzi haramu. Sisi hatuoni kama kususia matokeo ni faida kwetu. Tunaona faida kwetu ni kuendelea kutumia maeneo ya bunge na maeneo mengine yote kama jukwaa la kisiasa na kama sehemu itakayotumika ya kutafuta suluhisho. Tusirudi tena kwenye Oktoba 29, tusirudi tena kwenye Tanzania inaopoka uchaguzi wa wananchi. Turudi kwenye Tanzania ambayo inatambua haki za wananchi wake za kupata viongozi, na tuwarudishie wananchi haki yao ya kupiga kura kuchagua viongozi wao, haki yao na thamani ya kura ya kuchagua viongozi wao. Hivyo mmewapa baraka ya kuendelea kula matunda hayo. Tumewapa baraka ya kuendelea kuwatumikia wananchi, kuwatelekeza wananchi, lakini kuendelea kusemea mahitaji ya wananchi,
kuendelea kukosoa serikali iliyoko madarakani na kuendelea kuhakikisha kwa pamoja tunasukuma kuleta mageuzi ya kweli kwenye demokrasia yetu. Huku wa kila matunda ya nafasi hizo. Wao wamepewa wajibu wa kuwatumikia wananchi na wajibu wa kusukuma mageuzi kwenye kila platform itakayowezekana.